Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tupo katika shamba la mkulima wa korosho na kuna vitu mbalimbali ambavyo tunataka tujifunze kupitia kwake. Kama unavyotazama katika skrini yako hapo, hiyo ni mikorosho mbalimbali. Hiyo ni mikorosho mingi ambayo inapatikana katika maeneo haya. Kwa yote haya ndio mkulima wetu ndo anaihodhi, anaimiliki. Kwa hiyo kuna mkulima wetu hapa na mimi kuna mambo mbalimbali ambayo tunaweza tukajifunza. Huu ndo mtu wa mkorosho. Kama unavyotazama hapo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kikubwa tu naomba niweze kushauri kitu kimoja kwamba ukumbuke kuweza kusubscribe, ukumbuke kuweza kulike na pia ukae na sisi hatua kwa hatua kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii. Na kikubwa naomba uweze kusubscribe, ugonge alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification kwa kila video yote inayotoka, ili wewe wa kwanza kuweza kupata video. Kuna video bomba ambazo Nebuye TV tumeweza kuandalia. Kumbuke kabisa nia na madhumuni ya Nebuye TV ni kuwakuza vijana katika jambo la ukulima pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Bila kupoteza muda, leo mada ya leo tuko na mkulima wetu tunaenda kumtembelea katika shamba lake la korosho. Tutazungumzia kuhusiana na athari mbalimbali au na changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo. Kama unamwangalia mkulima hapo yuko kwenye mkorosho wake, anaangalia mkorosho wake, ana taswira nzuri ya kufurahi, lakini pia uweze jua anapitia changamoto gani kwenye kilimo chake hichi cha korosho. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kaa nasi ili tuweze kumuuliza mawili matatu tuweze kujua kwamba ana changamoto gani ambazo anakutana nazo kwenye kilimo cha korosho. Bwana mkulima, mambo vipi bwana? Bwana salama ndugu, habari ya siku nyingi? Bwana salama, kwema. Bwana kwema, habari ya wewe? Bwana salama. Hapa bwana tuko live. Okay. Kutoka Nebuye TV. Ndio. Sisi bwana ni channel Nebuye TV, tupo kwa ajili ya kujihusisha na kilimo. Sawa. Pamoja na ufugaji mdogo mdogo na kuweza kuwakuza vijana ili waweze kujua, maana kuna watu wengine wanaangalia tu korosho. Ni kweli. Kuna vijana wengine wanaangalia tu manyumbani lakini hawajui changamoto gani ambazo watu wanakutana nazo. Kuna kitu umekishika hapa, hiyo ni nini hiyo? Maana mwingine anaweza kawa hajui. Hii ni korosho na bibo lake. Korosho na bibo lake. Hii ni bibo, hili ni korosho. Kwa hiyo hongera sana. Kwa kumbe hiyo ndo bibo ndo korosho. Hii ndo bibo korosho. Hapa pia naona huko nyuma ya mkorosho mkubwa sana. Huu unakaa kama miaka mingapi? Huu hapa una miaka kama 4 hivi. Ndio. Una miaka 4. Miaka 4. Na kama hivi unavyoona naanza kuvuna korosho. Kwa hiyo huu korosho una miaka 4. Na sasa hivi ndio naanza kuvuna matunda. Ndio. Kwa siku ya leo bana ndio tunataka tuweze kujifunza kutoka kwako. Ndio. Kwa watazamaji wangu wako nyumbani hapo kwenye screen zao wanataka wajifunze mambo mbalimbali kutoka kwako. Kwa hiyo ndugu mkulima, kuna changamoto gani ambazo wewe unakutana nazo kwenye hili zao la korosho? Unapokuwa unalima kwenye zao lako la korosho, ina maana kwamba tayari na muda mwingi na tayari unaokota na mpaka hapo ulipo unabeba bibo na korosho. Kwa kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo? Tuweze kushare pamoja. Karibu. Asante sana, nashukuru ndugu. Bwana, changamoto nyingi. Changamoto nyingi kwa moja kwa ambazo tunakutana nazo ikiwemo ni wadudu waharibifu. Wadudu waharibifu kama wapi? Wadudu waharibifu kama vile ngedere wanakuja wanangusha mategwa ya juu. Kama vile nyani wanakuja wanapukutisha mategu, mahua yote wanapitia chini. Pia tembo kama vile ndugu unavyoona baadhi ya mikorosho na tembo. Kwa hiyo nimeutazama kama mkorosho ule kule chini. Mtazamaji kama ukiangalia kule mkorosho kule mbele kabisa kule. Hapo unavyoona huu ulikuwa mkubwa. Ulikuwa mkubwa kama huu hapa. Lakini baada kuja tembo basi akawa amevunja huu. Basi hivi ndio majikizi yake. Baada ya tembo kuvunja. Kwa hiyo bwana, hizo ndio changamoto ambazo ndio mimi ninapitia kwenye kilimo changu cha korosho. Na ikiwemo huduma ndogo. Kama hivyo unavyoona bibo imeliwa na wadudu. Kwa hiyo changamoto ni huduma ndogo. Ni kweli. Sasa kama changamoto tumeshajifunza hapo, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, hapa kuna changamoto ambayo tumejifunza kwamba kuhusiana na wadudu waharibifu, kuna tembo tumesema hapo, na pia kitu kingine kiangalia hapo, unaona mkulima anafanya zake mabibo, ndio la kulima. Unajua unapokuwa unalima bana, kuna vitu vingi sana ambavyo tunajifunza na unapata faida. Hiyo ndio faida ya kulima. Vipi kuhusiana na jambo la upepo? Upepo haudondoshi sana mikorosho kweli? Hapana. Upepo una shida?
bwana mheshimiwa, hauna shida. Hapa tunashukuru. Hali kama hivyo unavyoona, sijawahi kuona mkoso unaokunguka kwa upepo. Kwa hiyo kikweli sijawahi kuliona. Ndio. Na vipi kuhusiana shida ya moto? Kwa sababu wengine bwana, kuna wakulima wengine tunaenda kuwatembelea kule, wanalalamika sana kwamba changamoto nyingine ambazo kutana nazo kuhusiana na jambo la moto. Vipi moto shambani kwako, moto hauna changamoto sana, ukusumbui? Hapana, moto hapa shambani pangu nashukuru Mungu haunisumbui, kwa sababu eneo langu lote hili la mkorosho tunalisafisha. Kwa hiyo hata kama moto ukija hauwezi kuingia shambani na kuja kuathiri zao langu la korosho. Bana, mpenzi mtazamaji, hizo ni baadhi ya changamoto ambazo wakulima wa korosho wengi wanakutana nazo. Na vipi kuhusiana na dawa za kupulizia, dawa za kuua wadudu? Dawa za kuua wadudu, maana tunaamini kama hii korosho ina matunda, kama ina matunda maana kuna wadudu mbalimbali ambao wanakuwa wanasumbua. Vipi dawa hizi zinakuwa hazisumbui? Maana kuna mwingine kama anaenda kumtembelea analalamika, anasema kwamba bana, dawa hizi dawa ambazo nimepulizia, nishapulizia dawa lakini bado korosho zangu zinaathiriwa, tena zinaliwa, zina nini. Vipi kuhusiana wewe, hii shida unakutana nayo kweli? Hiyo shida kiukweli bado sijawahi kukutana nazo hapa shambani pangu, kwa sababu mimi huwa nakuwa makini sana katika kuhudumia ama kuandaa yale maandalizi yangu ya korosho yangu. Kwa hiyo hiyo balaa bado mimi sijawahi kunikuta. Hiyo balaa ya mbolea. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kikubwa tu nakuomba tuweze kuendelea kusupport Nebuye TV kwa kulike, kushare pamoja na comment, na kitu kingine uweze kugonga kengele pale, hiyo notification huwa kwanza kuweza kupata video zetu bomba, na kwamba uweze kukaa hatua kwa hatua, usitoe katika screen yako, ili uweze kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na korosho. Tunaendelea na mkulima wetu. Bwana mkulima, vipi kuhusiana na jambo la mbolea? Maana tunaamini zao lolote bwana lazima kuwa kuna mbolea. Vipi korosho zako unatia mbolea kweli? Korosho zangu natia mbolea, lakini sitii mbolea kwa wakati. Shida inakuwa nini? Kwa sababu kama utii mbolea kwa wakati, ina maana hata mavuno yatakuwa kidogo changamoto, si ndio hivyo? Ni kweli. Kwa shida nini mpaka mbolea hautii kwa wakati? Okay. Shida kubwa ni kipato. Kipato ambacho kinasababisha mimi korosho yangu nisitie mbolea kwa wakati. Ni kipato ninachokipata. Hakikidhi mahitaji. Yaani nagao mara leo kitokea hili la kifamilia, mara kuna hiki, kuna moja mbili tatu. Kwa hiyo kile kitu ambacho ndio kinafanya mimi nishinde korosho yangu kuidumia ipasavyo. Kwa hiyo hamna changamoto nyingine tofauti na hiyo, labda majirani kuja kuiba korosho? Unajua makorosho zinakuwa zinatoka chini. Majirani au vipi? Au majirani zako sio wezi? Ni kweli. Utaki kuamini mtu. Kweli nina majirani, lakini kwa sababu mimi mwenyewe hapa huwa nakuaga eneo langu hili lote na korosho. Yaani huwa mwenyewe huwa nalizunguka muda wote, na mimi mwenyewe nimeandaa kibanda kwa ajili ya ulinzi shambani pangu hapa, kwa ajili ya ulinzi wa binadamu pamoja na wanyama. Kwa hiyo nashukuru, sijawahi kuona kukamata mtu yoyote humu shambani, labda kumkuta mtu anakokota korosho humu shambani. Sijawahi, kwa sababu mwenyewe bado niko maeneo haya. Kama na mwenyewe ukiona mwenyewe niko hapa, basi wao hawezi kuingia shambani mpaka mimi bwana, na mabibo bwana, mabibo kwa chakula bwana. Okay, ni ila korosho mache humu shambani. Kunyoa tu bibo, kwa bibo korosho ziache. Kwa hiyo sijawahi kumkamata jirani yangu toka hii korosho nimeanza kuvuna. Sijawahi kumkamata mwizi au jirani au mtu yote ile tofauti na majirani, labda mtu anatoka huko shambani. Hapana, sema kweli bado sijawahi kuona, labda maisha ya mbele yanataka kuendelea. Basi mimi nashukuru sana mkulima wetu kuweza kuwa na sisi. Ni kitu gani ambacho unaweza kuwashauri wakulima wenzako? Maana kuna wakulima wengine kupitia changamoto ambazo tumeweza kuzisema pale awali, kwamba mfano labda changamoto ya wanyama waharibifu, changamoto ya kutokuweka mbolea kwa wakati, changamoto ya kupata dawa za wadudu ambazo zingine hazifanyi kazi vizuri. Unaweka lakini zinakuwa haziui wale wadudu kwa wakati. Kwa hiyo kuna mkulima mwingine ambaye amekata tamaa kabisa huko nyumbani, amekaa, na mwingine anaangalia TV yake, anaangalia hii shoot ambayo tunaitoa hapa. Kwa hiyo mtu kama huyu unamshaurije ili kwamba yeye awe kama wewe?
Kwa sababu changamoto ambazo tumeweza kujizungumzia hapa, naamini wakulima wengi wanakutana nazo changamoto kama hizo. Lakini wewe kama wewe naona haujakata tamaa, unaendelea na kulima na unaendelea kuokota korosho na kupata faida. Wewe unawashaurije changamoto zao watu wanakutana nazo katika kilimo cha korosho hichi? Okay. Asante sana ndugu. Mimi wakulima zangu na washauri tu kwamba wasikate tamaa, waendelee kusafisha maeneo yao, waendelee kuyapatia huduma sahihi kwenye mazao yao, waendelee kuyalinda kama mimi ambavyo hivi leo nalinda shamba langu hili la mikorosho. Kwa hiyo nawaomba wakulima wenzangu kwamba wasikate tamaa, wajitahidi, wafanye juhudi, waboreshe na maisha yaweze kuendelea. Basi sasa sisi tunakushukuru sana mkulima wetu kwa kuweza kutupa elimu kubwa sana. Asante sana, nashukuru. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tuko katika shamba la mkulima wa korosho, na kuomba tu mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine bomba ambayo itaweza kusaidia. Naomba elimu hii ambayo umepata leo ambayo inahusiana na changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa korosho wanakutana nazo, na kuomba uweze kumpelekea pia na mwenzio na mshauri mwingine pia aweze kusubscribe Nebuye TV pamoja na kulike na comment kwa ajili ya kupata video zilizokuwa bomba. Sisi tunashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii. Tunashukuru sana, karibuni sana Nebuye TV.